Ni Juni 29 mwaka C wa kiliturujia, sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Tutaongozwa na masomo yetu. Somo la kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 ya kwanza hadi ya 11, Zaburi ya 34, waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya 6 hadi ya 8, ya 17 hadi 18. Na mwinjili wetu ni Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 13 hadi ya 19. Tuungane na kauli mbiu isemayo imani inayojengwa juu ya mwamba, ujasiri wa mitume, wito wa kipapa na roho ya kivinsenti katika nyakati za mpito wa kisiasa. Wapendwa wana wa Mungu, leo kanisa linaadhimisha sherehe kuu ya mitume Petro na Paulo. Hawa si tu mashujaa wa imani, bali ni nguzo za msingi katika kanisa la Kristo. Petro aliyekiri su ho Christos ho huios tuteu tuzontos, yaani wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Mathayo 16 mstari wa 16. Yesu alimpa jina jipya Petros, yaani jiwe au mwamba. Yesu akamwambia, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 18. Petro anawakilisha imani thabiti na Paulo anawakilisha misheni ya kimataifa, kueneza Injili kwa mataifa yote. Katika somo la kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume tunaona kuwa Petro alifungwa na Herode kwa sababu alishuhudia imani ya Kristo. Lakini muujiza mkubwa unatokea ambapo malaika wa Bwana anamtoa gerezani bila ya askari kuwa na ufahamu. Milango imara ya gereza, minyororo ikafunguka na Petro anatoka akiwa salama. Hii ni ishara kuwa Mungu huwaokoa wale wanaosimama kwa ajili ya wanyonge na haki, hata katika dhuluma na mateso makali ya kibinadamu yasiyo katika mpango wake Mungu. Katika barua ya pili kwa Timotheo, Paulo anatufundisha maana ya kumaliza mbio kwa uaminifu. Nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ni sauti ya shahidi anayejua kuwa thawabu ya haki ipo mikononi mwa Mungu. Katika maisha ya Mtakatifu Vincenti wa Paulo tunaona muunganiko mkamilifu wa haya mafundisho. Vincenti aliishi maisha ya huduma kwa maskini, lakini pia alikemea uonevu, rushwa na mfumo kandamizi katika jamii ya kifalme ya Ufaransa. Roho yake ya Caritas in Veritate, yaani upendo katika ukweli, inatufundisha kuwa imani ya kweli haikai kimya mbele ya uonevu wa kijamii. Ndugu wana wa Mungu, katika mazingira haya kanisa linaitwa kuwa kama Petro, jiwe thabiti lisiloyumba, na kama Paulo, mchochezi wa kweli na haki. Kanisa halipaswi kuwa na woga katika kukemea uonevu na kutoa sauti ya kinabii dhidi ya upotevu wa haki na amani. Katika lugha ya Kiyunani neno martyria linamaanisha ushuhuda, lakini linahusiana na mateso. Petro na Paulo walitoa ushuhuda kwa damu yao. Je, sisi tuko tayari kutoa ushuhuda kwa sauti zetu na maisha yetu? Ndugu zangu katika Kristo, kanisa halijengwi juu ya porojo za maneno matupu au miiko ya dini peke yake, bali linajengwa juu ya ushuhuda hai wa imani inayotenda kazi kwa upendo na ujasiri. Tuwe mashahidi wa amani na haki, ukweli katika nchi yetu na katika kanisa letu. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina.